Shinikizo kutoka Umoja wa Ulaya limeendelea kuongezeka huku Tanzania ikitajwa kuhisi joto la msimamo mkali uliopitishwa na Bunge la Ulaya wiki hii. Azimio hilo limeambatana na wito wa kuchukua hatua kali dhidi ya kile kinachoelezwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na mazingira ya kisiasa nchini Tanzania. Bunge la Ulaya limetoa azimio lililopendekeza kusitishwa kwa aina fulani za msaada wa maendeleo kwa Tanzania, hatua ambayo imeibua mjadala mpana wa kidiplomasia. Azimio hilo linahusiana na matukio ya uchaguzi uliopita, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na taarifa za ghasia zilizoripotiwa katika baadhi ya maeneo ya nchi. Katika hatua ya kujibu hali hiyo, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imefanya kikao muhimu na wanadiplomasia wa nchi mbalimbali, kilichofanyika baada ya shinikizo na azimio la Bunge la Ulaya kusitisha msaada. Waziri wa mambo ya nje Mohamed Thabit Kombo ndiye aliongoza kikao hicho, akijadili na wawakilishi wa nchi mbalimbali kuhusu mwenendo wa sasa wa mahusiano ya kimataifa na athari zinazoweza kujitokeza kufuatia uamuzi huo kutoka EU. Vyanzo vinavyothibitisha tukio hili vinadokeza kwa mkutano huu ulikuwa moja hatua za mwanzo za serikali kuonyesha msimamo wake wa kueleza hoja zake kwa jumuiya ya kimataifa. Kikao hiki kinakuja mara tu baada ya hatua kali zilizopitishwa na Bunge la Ulaya, hatua ambazo wachambuzi wanasema zimeweka Tanzania katika kipindi kingine cha uchunguzi wa karibu kimataifa. Azimio hilo linachukuliwa kuwa na uzito mkubwa katika uhusiano wa kisiasa, kiuchumi na kiutawala kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, Tanzania imeashiria kuwa uamuzi wa EU utagusa mfumo mzima. Kauli hii inaonyesha uwezekano wa athari kusambaa katika maeneo ya ushirikiano wa maendeleo, utekelezaji wa miradi inayotegemea ufadhili wa kimataifa na sekta mbalimbali zinazotegemea ufadhili wa nje. Tafiti za kisiasa na ripoti za kimataifa zinaonyesha kuwa hatua kama hizi za EU huathiri bajeti ya maendeleo na ushirikiano wa kifedha wa kimataifa, jambo linalotakiwa kufuatiliwa kwa karibu na serikali za nchi zinazoathirika. Hii ni kutokana na utegemezi wa baadhi ya miradi ya kijamii, afya, elimu na miundombinu kwenye msaada wa kimataifa. Hadi sasa haijafahamika wazi hatua zitakazofuata na pande zote mbili, lakini mkutano umeonekana kuwa ishara ya mwanzo ya kujenga mwelekeo mpya wa kidiplomasia. Serikali inatarajiwa kuendelea kushirikiana na jumuiya ya kimataifa huku ikizingatia masuala ya usalama, maendeleo na mahusiano ya kibiashara na kiuchumi. Hali inaendelea kufuatilia huku wadadisi wa masuala ya kimataifa wakisubiri hatua na kauli zitakazotolewa na serikali ya Tanzania pamoja na Umoja wa Ulaya katika siku zijazo. Shinikizo hili linaashiria kipindi kipya cha diplomasia ambacho uhusiano wa Tanzania na mashirika ya kimataifa na EU unadhamiriwa na maamuzi ya hivi karibuni, huku kila hatua ikiwa na uzito mkubwa katika mwelekeo wa kisiasa na kiuchumi wa nchi ya Tanzania. Mpenzi mtazamaji, sui kwako una maoni gani kuhusiana na hatua hii ya waziri wa mambo ya nje Mohamed Thabit Kombo kuandaa kikao maalum na baadhi ya viongozi mbalimbali wa jumuiya ya kimataifa, ikiwa ni mabalozi, washikadau mbalimbali, kufuatia madai ya kwamba Bunge la Ulaya aliweza kusimamisha kupitia azimio lake la hivi karibuni kusitisha misaada ama mpango wa msaada mwaka 2025 ambao ulikuwa unatarajiwa kufadhili bajeti ya Tanzania. Lakini sasa baada ya kutokea ghasia za baada ya uchaguzi, bunge hili lilitoa azimio la kukatiza misaada hiyo. Sasa taarifa hivi karibuni ama taarifa ambayo inatufikia kwa sasa ni kwamba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kupitia waziri wake wa mambo ya nje Mohamed Thabit Kombo aliandaa kikao akijadili na wawakilishi wa nchi mbalimbali kuhusu mwenendo wa sasa wa mahusiano ya kimataifa na athari zinazoweza kujitokeza kufuatia uamuzi huo wa Umoja wa Ulaya. Na kupitia vyanzo mbalimbali vinathibitisha tukio hili linadokeza kwa mkutano huo ulikuwa moja ya hatua za mwanzo za serikali kuonyesha msimamo wake na kuelekea ama kueleza hoja zake kwa jumuiya ya kimataifa. Kwa hiyo hapa ni kwamba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inajitetea kwa jumuiya ya kimataifa kuhusiana na kile kilichotokea, huku ikizingatiwa kwamba aliandaa tume ya maridhiano ambayo inachunguza nini ambacho
kilisababisha machafuko ya Oktoba tarehe 29. Kwako mpenzi mtazamaji, si una maoni gani kuhusiana na hatua hii ya waziri wa mambo ya nje Thabit Kombo kuandaa vikao maalum na wanadiplomasia wa nchi mbalimbali wakijadili athari ambazo zinatokana na azimio hili la bunge la Ulaya? Je, unahisi Rais Samia Suluhu Hassan ameshikwa pabaya na sasa hana budi ila kutekeleza matakwa ya jumuiya ya kimataifa, ama anafanya hivi ili rubuni tu ili endelee kupata misaada licha ya kuwa na ripoti nyingi za ukiukaji wa haki za kibinadamu katika taifa lake? Unaweza kutoa maoni yako hapa ndani ya Sauti Cast.